Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Leonard Mubali. Shukran Martha. Muungano wa kundi la M23 huko nchini DRC wamejiondoa katika mazungumzo ya amani yenye lengo la kusuluhisha mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Muungano huo ulisema kwamba hauwezi tena kushiriki katika majadiliano ambayo yalipangwa kufanyika hii leo Luanda, mji mkuu wa Angola, ambapo wawakilishi kutoka serikali ya DRC wangeshiriki. Mazungumzo hayo yalilenga kushughulikia ghasia zinazozidi kuongezeka ambazo zimesababisha takriban vifo vya watu 3,000 na zaidi ya raia 700,000 kuyahama makazi yao tangu Januari, ambapo mapigano hayo yalizuka. Ndege za kivita za Israel zimeanzisha mashambulizi kadhaa ya anga katika miji ya Gaza. Hili ni shambulio kubwa zaidi tangu kusitishwa kwa mapigano na Hamas kuanza mwezi Januari. Ripoti zinasema raia wa Palestina wasiopungua 34 wameuawa. Kumekuwa na milipuko katika maeneo kadhaa ya eneo hilo. Katika taarifa yake, Israel inasema mashambulizi yanalenga Hamas kwa sababu kundi hilo lilikataa pendekezo la kuongezwa kwa awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano. Kundi la Wapalestina lilitaka badala yake kuhamia moja kwa moja kwenye awamu ya pili iliyokubaliwa na katika mapatano hayo. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba itakabiliwa na madhara mabaya iwapo Wahouthi wa Yemen wataendelea kushambulia njia za meli za kimataifa. Shadrack Mwansasu na taarifa zaidi. Amesema uongozi wa Irani utawajibika kwa kila risasi iliyofyatuliwa na Wahouthi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiungwa mkono na Teherani. Kundi hilo baadaye lilisema kuwa lililenga shehena ya ndege za Marekani mara 3 katika siku 2 zilizopita. Waasi wa Houthi walijaribu kwa mara ya kwanza kushambulia meli ya USS Harry Truman katika bahari ya Sham siku ya Jumapili kufuatia mashambulizi mabaya ya Marekani dhidi ya Yemen. Na mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa mataifa mengine kuongeza ufadhili wa programu za afya duniani baada ya utawala wa Rais Donald Trump kukata ghafla misaada ya kigeni ya Marekani. Tedros amesema upunguzaji huo utazuia juhudi za kukabiliana na magonjwa kama vile malaria na VVU. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umewasilishwa kwako na Leonard Mubali. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM Dar es Salaam, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Kundi la waasi wa M23 nchini DRC limesema halitashiriki mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika leo kati ya kundi hilo na serikali mjini Luanda, Angola. Taarifa ya kundi hilo imezishutumu baadhi ya taasisi za kimataifa kwa kudhoofisha jitihada za amani. Kwa upande wa serikali ya DRC imethibitisha kuwa itashiriki katika mazungumzo hayo. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa kutoka nchini DRC, Didier Bitaki, ambaye anaanza kwa kuelezea ikiwa hatua hii ya kuvunjika kwa mazungumzo ilitarajiwa. Yalikuwa yakitarajiwa kwa sababu tukiangalia kwenye mchakato wote, serikali ya Angola ilialika Bertrand Bisimwa kama mwakilishi wa waasi, lakini mimi nahisi kwamba mzozo ambao unaoendelea baina ya M23 na serikali ya Kongo sio mzozo ambao unahusu M23, kwa sababu M23 ni kama kikundi ambacho tayari kilikuwa kimeshamaliza kutoa vikosi vyake kuwakabidhi serikali na wengine wakatoka kwenye jeshi. Sasa wakati mtu yeyote yule anaweza akatafuta ufumbuzi kwa mzozo huu, ikiwa hata shirikisha Rwanda, hatuwezi tukafikia muafaka. Wapatanishi lazima wangefikiria vizuri ikiwa ni nani na nani ambao wanatakiwa kubainika kwenye mchakato wa kutafuta ufumbuzi kwa mzozo wa Kongo. Kuna uwezekano wa kuendelea kwa mazungumzo ya amani bila ya kuhusika kwa M23? Unajua, M23 wanawakilisha maslahi ya Rwanda. Sasa kwa sababu Rwanda yeye pia anatumia fursa hii kwa kujificha nyuma ya wakongomani
wakongomani ambao wana matatizo ndogo ndogo ambayo yanaweza yakatatuliwa na serikali yao, inapelekea mzozo huu kukosa ufumbuzi. Yani M23 iwakilishwe ama hapana? Ikiwa ni serikali ya Rwanda ambayo inaamua kuzungumza na serikali ya Kongo, wapatanishi wanaweza wakaleta muafaka na suluhisho linaweza likapatikana. Madai yote yanayohusisha Rwanda kuhusiana na mzozo wa mashariki mwa DRC, Rwanda imekuwa ikikanusha mara zote. Wale ambao wanapambana nchini Kongo ni wakongomani ambao wanazungumza lugha ya Kinyarwanda, waliopokonywa ardhi sasa wakapelekwa Kongo. Hiyo sio jambo ambalo watu wanaweza wakazungumzia tena kwa kirefu. Liko wazi. Rais Lorenzo na Umoja wa Afrika walikusudia kutumia mazungumzo haya kama mbinu ya kutatua mzozo. Sasa kujiondoa kwa M23 kutakuwa na athari gani kwa juhudi hizi? Ni kwamba vita sasa vitaendelea. Unadhani ni njia gani bora basi kwa pande zote mbili, serikali ya DRC na M23, ili kufikia makubaliano ya amani? Nahisi kwamba Umoja wa Mataifa lazima uingilie zaidi, kwa sababu Umoja wa Mataifa haujaingia ndani kwenye mgogoro huu, na Umoja wa Mataifa una nguvu za kushurutisha pande zote mbili kukaa kwenye mazungumzo. Lakini wakati ambapo Umoja wa Mataifa umetoa resolution ambayo inahitaji Rwanda iondoe vikosi vyake, M23 wajiondoe kwa maeneo waliochukua, sijui inaomba serikali ya Kongo kuzungumza na waasi, lakini hawakuweka mikakati ambayo yanaweza yakarahisishe wale watu pande hizi zote kuzungumza, ndio inaleta dosari hii. Lakini upande wangu nahisi kwamba Umoja wa Mataifa ukachukua jambo hili na kuteua wapatanishi ambao watapewa nguvu za kushurutisha pande zote hasimu kuingia kwenye mazungumzo, suluhisho linaweza likapatikana kupitia njia ile. Ni mchambuzi wa siasa kutoka nchini DRC Didier Bitaki. Tukiendelea kusalia katika eneo la maziwa makuu kuhusiana na mzozo wa DRC, Umoja wa Ulaya umewawekea vikwazo watu 9 wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na wale ambao umoja huo unadai wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yanajiri wakati serikali ya Rwanda ikitangaza kukata uhusiano wake na nchi ya Ubelgiji, ikishutumu kwa kuchochea vikwazo dhidi yao. Mwandishi wa BBC Yves Buchana ameandaa taarifa ifuatayo. Kulingana na tangazo la Umoja wa Ulaya, vikwazo hivyo vimeolenga Meja Jenerali Ruki ya maafisa wengine wawili wa jeshi, Meja Jenerali Eugene Nkubito na Brigedia Jenerali Pascal Muhizi. Umoja huo unasema wawili hao waliongoza majeshi ya Rwanda kupigana kusaidia waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Upande wa waasi wa M23 waliolengwa hasa na vikwazo vya Umoja wa Ulaya ni kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo Bertrand Bisimwa, Kanali John Zenze, msimamizi wa idara ya ujasusi, na Kanali Joseph Bahati Musanga anayejulikana kama Kanali Bahati Erasto, aliyeteuliwa hivi karibuni na waasi hao kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini. Yeye pia ni mshauri wa Jenerali Sultani Makenga ambaye anaongoza jeshi la M23. Miongoni mwa wengine waliowekewa vikwazo ni raia wa Kongo wanaohudumu chini ya waasi wa M23 na wengine kutoka Rwanda, akiwemo Bwana Francis Kamanzi, mkuu wa bodi ya migodi, petroli na gesi ya Rwanda. Kampuni ya Gisabo Gold Refinery ya mjini Kigali inayochimba na kusafisha dhahabu pia imewekewa vikwazo. Umoja wa Ulaya unasema kampuni hiyo inajihusisha na biashara haramu ya madini, hususan dhahabu. Mali za wahusika zinazopatikana katika mataifa ya sehemu ya umoja huo zitakamatwa na pia kuwapiga marufuku kusafiri barani humo. Tangazo hilo limekuja likifuatia Rwanda kutangaza kukata mahusiano yake na nchi ya Ubelgiji na kuwatimua wanadiplomasia wa nchi hiyo waliokuwa mjini Kigali. Kwa kujibu, Ubelgiji pia imechukua hatua kama hiyo. Kwa mjibu wa Umoja wa Ulaya, Rwanda imetuma wanajeshi 4,000 nchini Kongo. Serikali ya Rwanda inakanusha kuhusika na vita hivyo, ikisema tu kwamba inachukua hatua za kulinda nchi kutokana na athari za vita. Taarifa yake Yves Buchana.
Kwingineko ni kwamba mkuu wa shirika la afya duniani WHO ametoa wito kwa mataifa mengine kuongeza ufadhili katika programu za afya duniani baada ya serikali ya Marekani kupunguza ghafla misaada iliyokuwa ikiitoa katika sekta hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuondolewa kwa misaada hiyo kunazuia jitihada za kupambana na magonjwa kama vile malaria na ukimwi. Kusimamishwa kwa ufadhili mkubwa kutoka katika mfuko wa dharura wa rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi PEPFAR kumesababishwa kusitishwa mara moja kwa huduma za matibabu ya VVU, uchunguzi pamoja na kinga katika nchi zaidi ya 50. Nchi 8 kwa sasa zinahangaika na matibabu ya dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na kwamba zitaishiwa dawa hizo katika miezi michache ijayo. Kukatizwa kwa programu za HIV kunaweza kurudisha nyuma miaka 20 ya maendeleo yaliyopatikana, hali ambayo itaongeza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa zaidi ya watu milioni 10. Aidha, amesisitiza kuwa kukosekana kwa fedha kwa ajili ya vipimo vya HIV na kuzuia ugonjwa huo kunaweza kusababisha vifo zaidi ya watu milioni 3, ikiwa ni mara 3 zaidi ya vifo vilivyotokea mwaka uliopita. The US administration has been extremely generous over many years. Utawala wa Marekani umekuwa na ukarimu kwa miaka mingi, na pasipo shaka ni haki yake kuamua nini napaswa na kwa kiwango gani. Lakini Marekani pia ina jukumu la kuhakikisha kwamba iwapo inajiondoa katika ufadhili wa moja kwa moja kwenye nchi, inafanya kwa nia ya heshima na ubinadamu inayoweza kupata vyanzo vingine vya ufadhili. Tunaiomba Marekani kuzingatia tena msaada wake kwa afya ya dunia, ambao tu hautaokoa maisha ya watu duniani, lakini pia itaifanya Marekani kuwa salama zaidi kwa kuzuia kusambaa kwa magonjwa ya milipuko pia. Ni Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkuu wa shirika la afya duniani WHO. Na sasa tunaelekea viwanjani kwa Shadrack Mwansasu. Na asante sana Martha Saranga. Ni kwamba klabu ya Liverpool juzi Jumapili, baada ya kupoteza mchezo wao fainali michuano ya EFL Carabao kwa kichapo cha bao 2-1 dhidi ya Newcastle United na kuweza kutoa taji hilo kwa Newcastle, mchezaji wa zamani wa safu ya ushambuliaji wa Liverpool huyu ni Robbie Fowler amesema kwamba sasa ni wakati wa viongozi wa Liverpool kuanza kuzungumza na mchezaji Alexander Isak wa Newcastle United bila kujali mustakabali wa mchezaji Mohamed Salah. Mpaka sasa kumekuwa na sintofahamu juu ya mustakabali wa Salah, huku mkataba wake ukitarajia kumalizika majira ya kiangazi, na mpaka sasa hajaweza kuzungumza chochote kama ataendelea kusalia Anfield msimu ujao, na hivyo Liverpool wanapaswa sasa kuweza kuboresha safu zao za ushambuliaji. Kwingine uongozi wa timu ya Tottenham umeripotiwa kwa mpaka sasa unayo orodha kadhaa ya makocha ambao huenda wakaitoa nafasi ya kocha wa sasa Ange Postecoglou iwapo wataamua kuachana naye. Postecoglou anakabiliwa na changamoto inamtaka kushinda michuano ya Europa ili kuweza kuokoa kibarua chake baada ya Spurs kupoteza michezo 15 ya ligi ya Premier msimu huu, ukiwemo mchezo wa siku ya Jumapili iliyopita akicheza dhidi ya Fulham. Katika riadha, mwanariadha wa zamani kutoka taifa la Kenya wa mbio za kilomita 40 za Olympic Eliud Kipchoge wiki hii ametangaza kuwa marathon yake ya pili atakoshiriki mwaka huu itakuwa ni ya jijini Sydney, Australia, ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi Agosti 2025. Kipchoge miaka 40 pia anajiandaa kuweza kushiriki London Marathon nchini Uingereza katika mashindano ambayo yatafanyika Aprili 27 mwaka huu. Mbili kati ya hizo kilomita 42 ni sehemu ya ligi ya marathoni kuu ya dunia kwa mwaka huu. Tukirejea kwenye soka ni kwamba mashabiki wa klabu ya soka Manchester United wameshtushwa na taarifa juu ya bei mpya za tiketi za msimu ujao kwa ongezeko la takriban 5% kwa mwaka wa 3 mfululizo. Mmoja wa mashabiki wa United ambao wanajiita wao Manchester United Supporter Trust wamesema kwamba ongezeko hilo linakuja baada ya kupuuzwa kwa maoni yao ya kuomba kusalia kwa bei iliyopo kwa sasa, na tangu uwepo miliki mwenza klabu hiyo Sir Jim Ratcliffe na kundi lake la Ineos kumekuwa wakijaribu kuboresha kipato cha fedha ndani ya klabu hiyo, lakini bado hayo yamekuwa ya kubalika kwa mashabiki. Asante sana Martha Saranga.